وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tukiendelea na tafsiri ya Qur'an al-Karim, leo tunaingia katika sura Taha. Sura Taha min suwari al-Makiyya, ni katika sura ya Maka, imeshuka Maka, na ayatuha 135 aya, ina aya 135. Min maqasidi sura, miongoni mwa malengo au makusudio ya sura hii, mengi tu, lakini hapa shekhe kaweka kama mawili au matatu. Kwanza, kubainisha kwamba as-saadata, utukufu, as-saadatu, utukufu unapatikana biitibai huda al-Qur'an, kwa kufuata muongozo wa Qur'an. Huwezi kupata utukufu ikiwa wewe una muongozo mwingine kinyume na Qur'an. Kwa hiyo malengo ya sura hii, kwanza kuonyesha kwamba as-saadatu biitibai huda al-Qur'an, utukufu utapatikana watu kwa kufuata muongozo wa Qur'an, wa hamlu risalatahu, lakini si kufata tu na kuchukua, kubeba ule ujumbe wa Qur'ani na kuufanyia kazi. Tukufu unapatikana kwa hayo, kufuata muongozo wa Qur'ani na kubeba ile risalatahu, ujumbe wake Qur'ani uliokuja nao, kuubeba, kufanyia kazi. Lakini washakaa, na uovu, bimukhalafatihi, unapatikana kwa kwenda kinyume na muongozo wa Qur'ani. Ndicho ambacho kitazungumzwa. Makusudio makubwa ya sura hii ni haya, kuonyesha kwamba utukufu unapatikana kwa kufuata muongozo wa Qur'ani na kubeba ujumbe wake, lakini uovu unapatikana kwenda kinyume na muongozo wa Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Taha. Hii neno Taha, kuna mapito mengi wa maulama wamepita, mapito ambayo yamezoeleka toke ya zamani, ni kusema Allahu alamu bimuradihi, kwamba Allah ndio ajua makusudio ya Taha. Harufu kama hizi zilokuja kwenye mkato huko nyuma tulishapita, kwamba zile sura zote zilizoanza na harful muqatta, alif lam mim, yasin, kaf, alif lam ra, tayari kuonyesha kwamba hizi Allah ajua yeye, maana yake hakuna ajuaye, na ameleta hizi kwa lengo la kuonyesha kwamba Qur'ani si maneno ya kiumbe. Tuko pamoja? Lakini wengine wakasema neno Taha, wakasema ni jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika majina ya Mtume basi pia anaitwa Taha, na wakajengea istishhadi kutokana na mbele aya ilivyokuja. Kwa hiyo ina maana, ikiwa maana ni jina la Mtume, manake Taha, manake anaitwa ewe Taha, we ma anzalna alaika alqur'ana litashqa. Kwa mujibu wa aya mbele iliyokuja, kwamba yaonyesha kwamba ni jina la Mtume. Lakini pia wakafasiri maulama katika mapito ya tatu, wanasema kwamba neno Taha maana yake ni rajul, ya rajul, ya rajul. Hii maana ya tatu, ya rajul. Taha manake ya rajul, ewe kijana. Tupo Kwa hiyo ukipita kwamba Taha kwa maana ya rajul, tafsiri itakuwa Taha, ewe kijana we,
ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, haikuteremshwa Qur'ani kwako kwamba upate shida sana, hapana. Na sababu ya kushuka hii aya au sura kwamba makafiri Makuraishi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata utume na akateremshiwa Qur'ani na wakawa wanafanyia kazi Qur'ani vile itakiwao, basi Makuraishi walikuwa wanasema hawa Muhammad na watu wake, yani wanapata shida sana kutokana na hayo maneno yao walioteremshiwa, yani wanasumbuka, wako shidani sana, yanawatia shida sana. Hizi shida zote wanazipata kwa sababu ya hayo maneno wanaosema wenye wao, Qur'ani ndio inatia shida hiyo. Ndio Allah akasema hapana, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, haijateremshwa kwako Qur'ani kwamba upate tabu, upate presha, ujiue eti kwa sababu watu hawataki kuifuata tena, wewe ujitie huzuni, usikitike, iwe tena uko shidani. Haikujwa kwa hali hiyo. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, Taha, ewe kijana au ewe mtume ambaye ndiyo Taha, ma anzalna alayka alqur'ana, haijateremshwa kwako Qur'ani litashqa, upate shida. Haiko hivyo. Taha anasema takaddama alkalamu ala nadhairiha, yameshatangulia maneno kuzungumzia ala nadhairiha, mfano wa maneno kama haya huko nyuma shatangulia. Fi bidayati surati al-Baqara, mwanzoni mwa surati al-Baqara tulizungumzia maneno hayo kwamba Taha au maneno kama haya kija yanakuwa na maana gani, tushazungumza huko nyuma. Taha takaddama al-kalam, anasema yameshatangulia maneno kuzungumzia ala nadhairiha, kwenye maneno yanayofanana na hayo. Fi bidayati suratul Baqara, katika mwanzo wa suratul Baqara tulikuta kama alif lam mim, yani ma anzalna alayka ayuha rasul, hatujateremsha kwako ewe mtume Qur'ani liyakuna sababan fi irhaki nafsika, ili eti iwe ndiyo sababu ya kuiua na kuiangamiza nafsi yako. Haikuteremshwa kwa hali hiyo. Asafa, kwa kusikitika, ala i'radi qaumik, kwa kule kupuuza watu wako, anil imani bika, kukuamini wewe. Haikuja kwa malengo kama hayo. Ma anzalna alaika, haikutukuteremsha kwako ayuha rasulu, ewe mtume, Qur'ani liyakuna sababan, kwamba eti iwe ndiyo sababu, fi irhaki nafsika, katika kuiangamiza nafsi yako. Asafa, kwa kusikitika, ala i'radi qaumika, kwa kule kupuuza watu wako, anil imani bika, kukuamini wewe. Haikuja katika hiyo. Illa, isipokuwa lengo la kuteremshwa Qur'ani si kupata shida. Lengo tadhkiratan, ni ukumbusho, liman yakhsha, kwa mwenye kuogopa. Illa tadhkiratan, isipokuwa Qur'ani imeletwa kwa lengo la ukumbusho. Kukumbushwa nani? Liman yakhsha, kwa yule ambaye atakuwa na woga wa kumuogopa Mola wake. Nazzalahu Allahu, ma anzalnahu, hatukuiteremsha hiyo illa liyakuna tadhkiran, isipokuwa iwe ni ukumbusho, liman wafaqahumullahu likhashiyatihi, kwa wale ambao Allah amewawafikisha kumuogopa yeye, kwamba watakumbuka na watamuogopa. Ma anzalnahu, hatukuiteremsha illa liyakuna tadhkiran, isipokuwa iwe ni ukumbusho. Kwa nani? Liman wafaqahumullahu, kwa wale ambao Allah atawawafikisha, likhashiyatihi, kwa ajili ya kumuogopa yeye. Tanzilan, huo ni uteremsho, mimman, unaotoka kwa yule ambaye khalaqal ardha, aliyeumba ardhi, wassamawati lula, na mbingu ambazo ziko juu sana. Tanzilan, huu ni uteremsho, mimman, kutoka kwa yule ambaye khalaqal ardha, aliyoiumba ardhi, wassamawati, na mbingu, alula, zilizokuwa juu sana. Mbingu ziko juu, na kweli maulama, Mtume sallallahu alayhi wasallam anathibitisha kwa kusema kwamba masafa
almasafatu baina al-ardhi was-samai masiratu 500 am, yani masafa kama ndio utapanda sijui roketi sijui utapanda nini ya kutoka hapa ardhini na kufika kule mbinguni, basi masafa ya miaka 500. Miaka 500 watembea tu unapanda, basi ndio unaweza ukafika wa samawati al-ula, mbingu ambazo ziko juu sana. Nazalahu Allahu, ameiteremsha Allah, alladhi ambaye khalaqa al-ardha, aliyeumba ardhi, wa khalaqa as-samawat, na akaumba mbingu, almurtafi'atun, ambazo zimenyanyuliwa juu kweli kweli. Fahuwa Qur'anun adhim, kwa maana hiyo hichi ni kisomo kitukufu sana. Maana hakijatoka hapa, hakijatoka China, hakijatoka Marekani, kimetoka huko katika mbingu ambazo mbingu zenyewe ziko juu kweli kweli. Kwa hiyo kama ambavyo imetoka pahala juu sana, kuonyesha kwamba na chenyewe pia ni kitukufu, kimepanda daraja kitu kama hicho. Qur'anun adhim, ni kisomo kilichokuwa kitukufu. Kwa nini? Liannahu munzalun au munazzalun min indin adhim, kwa sababu kimeteremshwa kutoka kwa yule aliyekuwa mtukufu. Nazzalahu Allahu alladhi, ameiteremsha Allah ambaye khalaqa al-ardha wa khalaqa as-samawati, aliyeumba ardhi na akaumba mbingu, almurtafi'atun, zilizonyanyuliwa juu sana. Fahuwa Qur'anun adhimun, kwa ufupi ni kisomo kilichokuwa kitukufu. Liannahu munazzalun min indi adhimin, kwa sababu kimeteremshwa kutoka kwa yule aliyekuwa mtukufu. Yupi huyo? Ar-Rahman, ni kisomo kitukufu kilichotoka kwa mtukufu ambaye ni yule Ar-Rahmanu, yule mwingi wa rehma. Ala al-arshi istawa, juu ya arshi yake amekaa ukaaji ambao unalingana na jalalihi, yaliku bijalalihi, bighairi takyifin wala tamthili, pasi na kuweka namna kakaaje. Tuko pamoja? Kwa sababu wengine wanaona ukisema kakaa kwenye arshi ushafanyaje? Ushakufuru. Ni mtihani huo. Haya, umekufuru vipi? Kwa sababu utakuwa umemfananisha na nani? Na kiumbe. Kumbe yeye ndiye anafananisha. Kwa nini? Kwamba ukisema kakaa mtihani kusema itakuwa umemfananisha kiumbe, kwamba kwa sababu kukaa ni kitendo ambacho kiumbe anafanyaje? Anakifanya. Kwa hiyo ukisema kwenye arshi kakaa, maana yake umemfananisha na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ana sifa gani? Ya kukaa. Mie kipindi hicho nilipokuwa mgomvi, sasa hivi si mgomvi tena jamani, nishapea. Tupo nilikuwa nikifanya mijadala, nilikuwa namuachia yule akatae, namwambia haya nifasirie wewe. Tafsiri watakayofasiri nakwambia ala al-arshi istawa, ay ala al-arshi istawla, yani Ar-Rahmani, mwingi wa rehema, ambaye kwenye arshi katawala. Kwani kutawala mwanadamu hatawali? Kwa hiyo bado hujakimbia. Ikiwa umekimbia kusema amekaa, kwa sababu kukaa ni kitendo ambacho mwanadamu akifanya, pia ukisema istaula, ametawala, binadamu pia wanatawala, tena saa nyingine watawala kwa dhulma. Kwa hiyo bado itakuwa umemfananisha vile vile, hujakimbia bado, na hutoipata tafsiri nyingine. Imam Maliki rahimahullah alikwenda mtu akamuuliza, Allahu ala al-arshi istawa, Allah kwenye arshi amekaa, kaifa istawa, kakaaje? Atakaambiwa kakaa, sijui kakaa 4, tupo sijui kafanyaje, tupo pamoja sijui kakaa mkao gani. Na wengine wanaona kwamba sasa ikuwa kakaa maana yake itakuwa kabebwa. Kwa hiyo ina maana kama kabebwa, tupo, ina maana atakuwa kama kuna udhaifu fulani. Imam Malik akamwambia al-istiwa'u ma'rufu, ukaaji wa Allah kwamba kakaa kwenye arshi ni jambo la julikana na kila mmoja kwamba kakaa, lakini wal kaifiyatu majhulu,
kaifia kakaaje, hichi ni kitu hakifahamiki, ajua mwenyewe. Wal imanu bi wajibu, akasema na kuamini kwamba Allah amekaa ni lazima, kwa sababu sikajisemea mwenyewe, yeye mwenyewe ndo kajisemea. Sasa wewe wataka alivyojisemea yeye, wewe usitake utafute vya kwako. Akasema wasualu bihi bid'a, na kuuliza kwamba kakaaje ni bid'a. Tena akasema nitoleeni huyu mbid'a huyu, sitaki kumuona darasani kwangu kwa maneno yake, maswali ya kijingajinga kama haya. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo Allahu arrahmanu ala al-arshi istawa, maneno hayo Qur'ani yametoka kwa yule mwingi wa rehma ambaye ala al-arshi istawa, kwenye arshi amekaa, ajua mwenyewe ukaaji unaolingana bijalalihi. Na huu ndio msimamo wa salafuna salih, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivyo. Tuko pamoja eh? Sasa wengine wakwambia wanapinga, kwambia hapana bwana, ukisema Allah kakaa, jamani usione kuna bega inaniuma tu, kama mkiniona kuna hiyo saa nyingine ninakuwa kama hicho. Ukisema kakaa, kwanza utamfanya Allah awe kazungurukwa na maeneo, kasoro hizo halafu kabebwa, halafu akibebwa manake itakuwa ni udhaifu. Na wana dalili, wanakuambia kuna hadithi inasema Allahu kana kabla khalqil makan, Allahu kana kabla khalqil makan wa huwa ala ma kana kabla khalqil makan la yataghayyaru amma kana. Kwambia Allah alikuwepo kabla hakuna maeneo, hakuna juu, hakuna chini, kulikuwa hakuna ala, hakuna jali, hakuna, yeye alikuwa tayari yupo. Wa huwa ala ma kana, na yeye yuko hapo hapo alipokuwepo kabla khalqil makan, kabla hakujaumbwa maeneo, yuko hapo. La yataghayyaru amma kana, hajabadilika kwamba kahamia eneo nyingine. Kwa hiyo hayuko kwenye arshi. Yuko wapi? Ukisema kwenye arshi utakuwa umefanyaje? Umemgani. Kwambia Allah yuko kila sehemu. Sasa umerudi wapi? Nakwambia mimi nilipokuwa mgomvi nilikuwa mtu namrejesha mwenyewe. Wewe unakataa kwamba Allah alikuwepo kabla hakuna nini? Makani. Haya wewe waamini hayuko yu wapi? Wanasema yuko kila maeneo. Hayo maeneo ndio alikuwa hayapo. Na alikuwa yupo na hajahama bado. Yuko hapo hapo. Sasa yuko kila maeneo, inakuwaje kila maeneo? Sio nifahamu? Si alikuwepo kwamba kabla hakuna maeneo? Kwa kuwa alikuwepo kabla hakuna maeneo, ndio wewe unakataa kwamba hayuko katika arshi. Haya yuko wapi? Kwambia yuko kila pahala. Sasa mbona unarudi pale pale? Kwa ina maana bado yuko kwenye maeneo. Jamani tuko pamoja? Makana. Sasa ndio hapo unakuta kwamba ndio ule si nisemeje manake. Ndio ile sijui kutokufikiri sana. Ndio maana Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, huyu bwana yeye alikuwa akienda kwenye mijadala, alikuwa haumizi kichwa apoteze muda aingie maktaba yake kutafuta dalili. Alikuwa atafuta dalili yeye. Anajua dalili atapata huko kwa yule atakayefanya naye mjadala. Yaani hiyo utakayotumia wewe ndio hiyo ataitumia na atakukamata. Si ndio umesema hakuna kabla hakuna maeneo, yeye yupo. Kwa hiyo Allah hayuko kwenye maeneo. Haya wewe wasema yuko wapi? Hayuko kila pahala. Pahala si ndio maeneo? Halafu ikiwa wakimbia kusema yuko kwenye arshi kwamba itakuwa umemdogosha, si ndio? Na ukisema kwamba yuko kila maeneo, si umemdhalilisha? Mpaka chooni yupo. Si kila maeneo? Kwa maana mpaka chooni atakuwa yupo, hapa chini yupo, wewe ukitembea wamkanyaga, si yupo kila maeneo? Ukijisaidia wewe tuko pamoja Allahu yupo kila maeneo kielimu. Ahata ilmuhu, lakini
kidhati ala arshi istawa, katika arshi amekaa mwenyewe. Sasa maswala ya kwamba alikuwepo kabla hakujaumbwa sehemu, si ndio? Na yeye anasema haijasema uongo hiyo hadithi, iko hivyo hivyo. Sikasema yuko kwenye arshi, kwani arshi si ilikuwa ipo kabla hakujaumbwa maeneo? Arshi si ilikuwa ipo kabla hakujaumbwa mbingu, hakujaumbwa ardhi? Allah anasema wa kana arshuhu ala alma, arshi yake ilikuwa kwenye maji. Kwa hiyo hajabadilika, yuko hapo hapo kwenye maji. Sasa ni kwangu wewe na mimi tutafute tu, arshi ya Allah ilikuwa kwenye maji, haijabadilika, hajahama bado. Ni kweli hajahama, ni wapi? Kipindi hicho hakuna maeneo, si ndio? Lakini iko kwenye maji. Sasa baada ya kuumbwa maeneo, hapo kwenye maji pamekuwa wapi? Wewe ukisema kwamba kuna sehemu nilichimbua choo, watu walikuwa wanakwenda kujisaidia, lakini kabla hapajajengwa, si ndio halafu pamekuja kufanyaje? Kujengwa. Sasa kile choo kitakuwa kina pahala pake, kwamba kile choo katika ulipojenga kitakuwa kiko maeneo gani katika nyumba? Anasema arshuhu ala alma, arshi yake ilikuwa iko kwenye maji. Maji gani hayo? Sasa ukiyatafuta kwamba ni maji gani, utapata kujua kwamba yuko wapi. Jamani, mimi sikwenda shule, nimekimbia kidogo, nyie mmekwenda zaidi. Maji nyie wataalamu mliokwenda shule mnasema yako ya aina hizo tatu. Kuna maji ya aina tatu. Sasa akisema Allah arshi yake ilikuwa kwenye maji, ni maji yepi? Kuna liquid liquid form, sio mnaita kigiligili, sijui kumiminika, sijui. Sasa ilikuwa kwenye maji ya kigiligili, kwamba inapiga inaelea kama vile jahazi unapanda Kilimanjaro bwana, maji ya kigiligili inapigwa na mawimbi? La. Lakini kuna ice form, si ndio? Mkikufuru jamani, msiniache nikakufuru, maana huko mimi sijui huko ni nini hiyo gesi nini, barafu. Je, arshi yake ilikuwa kwenye barafu? La. Lakini kuna maji ya tatu mnasema yanaitwa gesi form, si ndio? Gesi form. Gesi form ni maji gani? Haya maji mawili ni maji ambayo yura bil ain, yanaonekana kwa macho. Liquid unaiona, ndio hiyo hapa tupo lakini vile vile ice, barafu waiona, lakini gesi form huwezi kuiona. Kwa nini? Kwa macho. Mnajua nini gesi form? Gesi form maana yake ni power maalum, ni nguvu maalum ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba. Kwa wale waliokwenda shule, sijui masomeshwa darasa la ngapi, mimi sikusomeshwa, maana sikufika huko kwenye kusomeshwa. Sasa mkiniuliza sasa mbona unatuambia nasikia watu, mimi mpenda kusikiliza sana, upenda kusikiliza. Ile smaku ile, ukiichukua smaku ukivielekeza kuvifananisha vichwa, inafanyaje? Vichwa vikifanana inakimbiana Kitu gani kinakimbiza? Ndio gesi form hiyo. Sawa Tena hata kama we ni mbeba vyuma mtaalamu kweli kweli, ukiambiwa zigusanishe huwezi, utajitahidi hazigusani, zinasukumana. Tupo Kitu gani hapa katikati kinazuia? La yura bil aini. Kwa ina maana arshi yake Allah ilikuwa kwenye hiyo gesi form. Tuko pamoja? Sasa leo gesi form iko maeneo gani? Sawa. Allah anasema huwa alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Hajakataa kama hakuna nguzo.
Sema yeye kanyanyua mbingu bighairi amadin tarawunaha, hajakataa hakuna nguzo. Sema pasina nguzo ambayo nyinyi mnaiona. Kwa ni sawa sawa na kusema kwamba zile smaku kama utazielekeza vichwa vikifanana, kama utakuwa na utaratibu wa kuiweka hii ikae isianguke, basi inaweza ikakaa hivi hivi. Tuko pamoja? Yani kama utakuwa na utaratibu ukaizuia huku isipete kwenda huku na huku, isimame alafu uiweke huku, basi itatulia hapa hapa, haitokuja chini. Tuko pamoja? Haitokuja nini? Chini, itakuwa inasuiwa. Allah anasema mbingu kaziwekea nguzo ambayo nyewe hamuioni, kwa maana inazuiwa na nini? Sasa inazuiwa na hayo maji kesi fomu ndo inazuiwa. Maswali mwisho au naomba ruhusa? Hiyo ndo haipo kabisa, hiyo ameishia kuumba arshi. Imekuwaje sasa? Sawa kwamba Ar-Rahmanu ala al-istawa, mwingi wa rehema, ameishia kuumba arshi, kwa maana arshi ndo kaumba mwisho. Baada ya kuumba arshi hajaumba vingine. Sasa hii ndo haingia akilini kabisa. Ukisema kwamba kaishia kuumba mbingu au kuumba nini? Arshi. Arshi ndo iliumbwa mwanzo kabla hivyo viumbe vingine. Bora ingesema kaishia kuumba mwanadamu, maana ndo wa mwisho kuumbwa, sio arshi. Tuko jamani Kwa hiyo kwamba Allah ameumba mbingu, ameziumba pasi, kazijenga, kaziweka pasi na nguzo ambayo nyinyi mwaiona. Maanake mbingu zile zimezuiwa zile, lakini kilichozuia vipi? Hamuoni. Maanake kuna hiyo gesi form ndiyo inazuia. Kwa hiyo na arshi ya Allah ilikuwa alal mai, sio maji ya barafu wala si maji haya ya liquid, ni gesi form. Iko wapi leo hiyo hali? Iko huku duniani Iko juu. Lakini kuna dalili nyingi tu zinazoonyesha. Kwani hii Qur'ani Allah anasema ma anzalna alayka alqur'ana tashka, ndio hatukuteremsha Qur'ani. Yatoka wapi? Sio yatoka juu, yatoka kwa Allah, ndio ilikotoka, si ndio? Sasa ilipotoka huko kwa Allah, Allah akasema vipi? Kateremsha. Kilichoteremka chatoka chini kwenda juu, au chatoka mashariki kwenda magharibi, au chatoka juu kuja chini? Usinijibu, jijibuni wenyewe. Inna anzalnahu, tumeiteremsha. Imeteremka kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ilipotoka kwa Allah imefanyaje? Imeshushwa. Kwa hiyo ina maana imetoka juu kuja chini. Bado hujafahamu tu, ataka ukatae maneno ya Allah kwa sababu ya taawilati ambazo pengine hazina mashiko. Eti tu kwamba nikisema hivi itakuwa nishamdogosha, nishamfananisha. Wafananisha wewe na yoyote aliyekataa sifa ya Allah, ambaye Allah mwenyewe kajitaja kwa sifa hiyo, basi hakukataa ila kafananisha, ndio maana akakataa. Tuko pamoja Hakukataa ila yeye amekuwa ni mushabbihi, alifananisha, ndio maana akakataa. Sema mimi nakataa, hajakaa kwenye arshi. Kwa nini? Kwa sababu mkikubali kakaa atakuwa sawa sawa na nani? Na mwanadamu. Umefananisha kwamba ile sifa sasa na mwanadamu, ndio umekataa. Mimi nikisema kakaa, nasema kakaa, lakini ukaaji haufanani na chochote. Kwani jamani, kule kuthibitika sifa kwa kitu, mfano tupo ndiyo dalili ya kwamba kuna mfanano. Tupo. Yani ukisema Allah amekaa, kwa sababu binadamu nao wanakaa, atakuwa naye kakaa sawa sawa na nani? Na binadamu. Yani kwa kuwa ukisema Allah ana mkono, kwa kuwa binadamu nao wana mikono, itakuwa kushamfananisha mkono wa Allah kama wa nani? Wa binadamu. Sivyo? Kwani wewe huna mkono? Unao Wasungura, sungura hana mkono? Wafanana wako na wasungura?
Sasa ikiwa kumbe kule kuwa nacho kitu na fulani kuwa nacho kama ndio utakuwa kushafanana, we mtu akikwambia bwana domo lako kama la punda wapigana wewe. Si una mdomo, kwani na punda hana mdomo? Lakini wakataa kwamba wangu mimi haufanani na mapunda, madhali unao na yeye naye wakoe kama punda. Si ndivyo unavyoamini kwamba ukisema mtu kitu fulani anacho kwa kuwa na mwingine anacho itakuwa ni nini? Sawa sawa, ushafananisha. Kwa hiyo sisi tunao mashikio sasa na ya ng'ombe, kwa sababu ng'ombe ana mashikio na sisi tuna mashikio, lakini mashikio yetu ni mashikio ambayo yaliko bina, ambayo yanalingana na binadamu, halifanani na la ng'ombe wala la punda wala la sungura. Na la sungura yaliko bisungura, sikio lake lafanana sungura mwenyewe, halitofanana na la tembo, lakini wote wana masikio hao. Kwa hiyo tukisema ikisemwa kwamba Allah amekaa, manake ukaaji haufanani, ajua wala usije ukafananisha kwamba akakaa kama anavyokaa mheshimiwa bighairi takyifi wala tamthil. Arrahmanu ala al-arshi istawa, imetoka kwa mwingi wa rehema ambaye ala al-arshi istawa, katika arshi amekaa, ukaaji unaolingana na utufu wake. Na huo ndio msimamo jamani wa imani ya salafu na salih. Na anasema arrahmanu ala, mwingi wa rehema, ala yuko juu, wartafaa ala al-arshi, na amekaa kwenye arshi yake, uluwan, ukaaji ambao yaliku bijalalihi, ambao unaendana na utukufu wake, unafanana na yeye subhanahu wa ta'ala. Arrahmanu ala, mwingi wa rehema, ala yuko juu, wartafa. Na hata kuna hadithi moja, kuna mchungaji mmoja wa wanyama alipoteza, walikuwa anachunga wanyama wa bosi fulani ambaye ni katika masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ipo hiyo hadithi, yule alipokosea kuwachunga wale wanyama vizuri, walipotea baadhi ya wanyama. Sasa bosi wake alipokwenda pale, bwana wamepotea wanyama fulani fulani, alikasirika, alimsukuma kibao kizuri sana, mbona unanipotezea wewe wanyama wangu? Akatokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipotokea Mtume akamwambia, vipi, mbona mnapigana? Akamwambia, bwana kanipotezea huyu wanyama wangu. Mtume akamsikiliza, huyu si muadhibu, ngoja kwanza. Akamuuliza, wewe unamwamini Allah? Yule mtumwa sema namuamini. Akamuuliza, aina Allah, Allah yuko wapi? Akasema fi sama. Tuko pamoja Allah yuko wapi? Yuko juu, sio yuko mbinguni. Maana yake wengine hiyo wanatafutia tashbih nini, kutia nini, iltibas, kwamba sisa nyie mnasema kwenye arshi, halafu hadithi inasema alisema fi sama, kwa maana mawinguni, sio? Neno samaa sio mawingu. Samaa maana yake ni juu. Ma summiya samaa samaa, ma summiya samaa'u samaa illa liirtifaihi. Maana yake samaa ni kitu kilichokuwa wapi? Juu. Sasa ukisema ala al-arshi bado ni juu, hasijapingana hizo. Yule akasema mimi nasema Allah yuko juu. Alipoulizwa, Mtume akamwambia muachie huyo, hufai kumwacha kumtuma huyo, kamfanya mtumwa, kwa sababu ni muumini. Hakumwambia kwamba huyu bana, huyu asema Mungu yuko juu, si unaona kishamdogosha sasa huyo. Hakusema hivyo. Tuko pamoja Kuna kipindi nakumbuka niliwahi kusema, sio usicheke kipindi kile ambacho watu walisema walirusha njiwa, wengine wakarushwa, tukarushwa wengine, basi ukapatikana watu, Allah awasamehe, ushafika mbele ya haki, wakawa wanasema kwamba, na kwa sababu wanasoma maneno, kuna kitabu kimoja kidogo sana kinaitwa intabih dinika fi khatar, kiduchu sana, kikaja kikasomeshwa sehemu, usiniulize wapi. Tupo hicho kitabu kinasema hivi, kullu man amana anna Allah ala al-arshi istawa qudwatuhu Firaun.
Yani kila anayeamini kwamba Allah yuko juu kwenye arshi kaskakaa, huyu ni mfuasi wa Firauna. Yalikuja kusemwa sana hayo, kwa hiyo sote tukawa ni wafuasi wa nini? Wa Firauna. Mimi nilipokuja nikawa najibu hayo maneno, basi ikawa watu wanakaa pembeni kwanza kabla kuingia darasani wanasikiliza. Nikasema hivi kwamba kumbe ni kinyume chake. Kullu man lam yu'minu bi anna Allah ala al-arshi istawa qudwatuhu Firaun. Ni ufahamu tu jamani, wao wanasema ukiamini kwamba Mungu yuko juu, wewe ni mfuasi wa nani? Wa Firauna. Kumbe kinyume chake, yule asiyeamini kwamba Allah yuko juu ndio mfuasi wa nani? Kivipi? Wao walisema hivyo kwa sababu Firauna alimwambia Musa, tupo alimwambia nani? Hamana, bnili sarha, nijengee mimi mnara. Kwanza nifatulie nijengee mnara. Haya, wakazi gani? La'alli attali'u ila ilahi Musa, mimi nitakamtizame huyo Mungu wa Musa. Tupo, hawamalizi aya. Kwa hiyo wanaishia hapa kwamba Firauna alisema ajengewe mnara akamtizame wa nani? Mungu wa Musa, maana yuko uko juu. Kwamba Firauna anaamini yuko wapi? Ye haamini kwamba yupo. Tupo na mwisho wa aya inasema inni la adhunnuhu kadhiba. Kwa hiyo yeye ile mnara atakajengewe ende, sema mimi naona huyu nani? Muongo. Kwa hiyo ule mnara atakafanyeje? Kwa hiyo imani ya kwamba yuko juu ni ya Firauna, ni ya Musa? Bado hamjanifahamu, mtanifahamu. Firauna amwambia Hamana, fyetua matufali baba, halafu jenga mnara wende juu. Kwa nini? Sema nataka nikamtizame Mungu wa nani? Wa Musa, maana mimi siamini adhunnuhu kadhiba. Anayeamini Mungu yuko juu hapa ni Musa, ni Firauna. Kwa hiyo ina maana ni imani ya Musa. Musa anasema anaamini Mungu yuko juu, Firauna hakubali, ndio anakwenda kuhakikisha. Kwa hiyo ina maana kumbe imegeuka. Kullu man la yu'minu bi anna Allah ala al-arshi istawa qudwatuhu Firaun. Lakini kuamini kwamba Allahu ala al-arshi, hadha al-imanu imanu al-anbiya wa imanu salafuna salih, ni imani ya manabii na pia ni imani ya salafuna salih. Sasa wewe wakataa kwa sababu ya taawili zako, unajisikia kinyaa kusema uko juu. Sasa yeye mwenyewe hakujisikia kinyaa kusema hivyo. Tuko pamoja Halafu yeye mwenyewe akatuwajibishia kuamini kitabu. Katika nguzo imani kuamini kitabu kisemavyo. Kumbe kuna maneno kwenye kitabu haitakiwi kuyaamini vile yasemavyo. Ukiyaamini vile unakuwa nani? Kafiri. Sio kweli, sio kweli. Ar-Rahmanu ala arshi istawa, lahu ma fi samawati, ni vyake yeye vyote vilivyoko mbinguni, ni vyake kwa kuviumba na kuvimiliki. Wama fil ardi, na vile vilivyoko ardhini vyote vya kwake kaviumba na kuvimiliki. Wama bainahuma, na vilivyoko baina ya mbingu na ardhi. Wama tahta thara, na kile kilichokuwa chini kabisa, chini kabisa. Swali, Allah asema ni yake yeye mbingu, ardhi ya kwake na vilivyomo, na zile tahta thara, kilichoko chini kabisa pia cha kwake. Chini kuna nini? Chini kuna nini? Na kuna maji. Maji gani? Ya kigiligili? Yule mwanaanga wa Urusi alipopanda juu kwenda huko, sijui ndo wapi huko, tuseme sijui ndo mbinguni, tupo
Aliporudi aliyekesha kikao na waandishi wa habari, akawaambia jamani, na wakamuuliza, wewe katika safari yako ya kwenda huko angani umeona nini? Akaambia, nimeona maajabu mengi, lakini makuu nimeyaona maajabu kama mawili hivi. Akasema, wakati napanda juu, nilipofika juu kabisa, nikachungulia kwenye dirisha ya kile chombo ambacho amepanda, sio ndo rocket Asema, kwanza nikashangaa, niliiona dunia ni kitu kidogo sana, ni sawasawa na vumbi lile la mwanga lile. Tupo yani jua litoke alafu dirishani kupite mwangaza wa jua, si ukiliza kama vivumbi hivi Tuko pamoja Anasema dunia niliiona kwamba ni kama kile kivumbi, kitu kidogo sana. Halafu mudawara, iko duara. Lakini akasema jengine lilonishangaza kwamba hicho kidunia chenye nimekikuta kiko katikati, kinaelea. Huku hakuna kitu kimegusana nacho, na huku hakuna kimegusana nacho, na huku hakuna, na huku hakuna. Yani kipo wapi? Katika. Sasa asema nikashangaa, nani akizuia hichi kikaacha ndi huku wala kianguki? Yani shehe, tuko kwenye chombo kiko wapi? Katikati. Mbona uliona wakimbia ukijirukaruka? Tupo lenyewe hicho kidunia chenyewe kiko kinaelea. Tuko pamoja Ndio ile Allah aliyoweka kwamba kaeka hiyo nini? Almai. Ndio wanasema hata Mtume aliulizwa, baada ya ardhi, baada ya dunia chini kuna nini? Akasema alma. Baada ya ardhi hiyo ya saba ukimaliza kuna maji. Maji yenyewe usifikirie kwamba ni maji, kwamba dunia ndo kama ile linaelea ile kwenye kijili. La, maana ni kitu kipo tu katikati, yani kiko hapa katikati. Tupo Allah ameweka hayo maji huku chini ambayo inavuta, mnaita force nyewe wataalamu nyinyi. Tupo ametengeneza Allah force fulani ambayo kwa chini inaifanya dunia isifanyeje? Isiende chini. Na jua katengeneza force kwenye jua na mengineyo kuifanya force ile ivute dunia kama iweze kukaa tu pale pale, siende wapi? Chini. Kwa hiyo ni kitu kiko katikati. Asema nikawa najiuliza, nani azuia? Tupo sianguke. Alijua nani azuia, ingekwenda sana mbele lakini aliogopa kusema nani anazuia. Watu wasifanyeje? Sijamuona. Kwenye Qur'ani Allah anasema, Allahu walladhi yumsiku as-samaa an tazula. Allah ndio anazuia. Sasa ingesema bwana yuko muumba, ingeonekana. Kwani wengi waliokuwa wataalamu waliokuwa Waislamu si waliwaua bwana, na basi nkauliwa bure, akabaki hapo hapo kwamba sijui nani kanazuia ile. Kwa hiyo tahta thara vyote ni vya kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo lahu ma fi samawati, ni vya kwake yeye vyote vilivyoko juu, wa ma fil ardi, na vilivyoko duniani huku ardhini, wa ma tahta thara, na vile vilivyokuwa chini kabisa ya dunia huko chini vya kwake, na viko vingi. Lahu subhanahu wahdahu, ni vyake yeye aliyetakasika peke yake, ma fi samawati wa ma fil ardi, vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, wa ma tahta turabi, na vilivyokuwa chini ya huo mchanga ya kabisa, min makhlukati, katika viumbe mbalimbali. Ni vyake yeye kivipi? Khalqan wa mulka, kwa kuviumba na kuvimiliki, wa tadbira, na kuviendesha. Hii ndio anaviendesha. Ndiko ilikotoka Qur'ani kwa huyo. Lahu subhanahu, ni vya kwake yeye aliyetakasika peke yake,
ma fi samawati, vyote vilivyoko mbinguni, wa ma fil ardhi, na vilivyoko ardhini, wa ma tahta turabi, na vilivyokuwa chini ya mchanga, yani chini ya ardhi kabisa, min makhlukati, katika viumbe, ni vyake yeye. Vyake yeye kivipi? Khalqa, ni vyake katika kuviumba, yeye ndio kaumba. Wa mulka, na kumiliki, kamiliki yeye. Wa tadbira, na uendeshaji, yeye ndio anaviendesha vyote. Ndio maana Allah akasema la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Maana shekhe, ikiwa dunia na sio dunia, hayo masayari yote, maana dunia ni sayari tunayo, kama ilivyokuwa na inaelea, na hayo mengine yaelea hivyo hivyo, tupo Sasa yeye ingekuwa ana sifa ya kusahau na kusinzia Shehe, hebu chukulia mfano tu wewe, tia gilasi ya maji, kaa nayo hivi, alafu sinzia, tatokea nini? Tadondosha. Sasa Allah ingesinzia, ile dunia yeye ndio anazuia kila kitu, lingekushadondoka hilo, likatufuruga pamoja na sisi tukajifia umo au na hayo mengine yengedondoka yakaja yakaigonga hiyo dunia, na yeye mengine ndio mikubwa zaidi. Uko unaambia kidunia kinaonekana kama kivumbi tu, huko kuna misayari mikubwa, dunia mara sijui ngapi. Wa in tajharu bilqawli, ikiwa utadhihirisha maneno yako, fa innahu, hakika Allah, ya'lamu sirra, Allah ajua yale ya siri, wa akhfa, na yaliyojificha yajua. Wa in tajharu bilqawli, ikiwa utadhihirisha maneno yako basi yeye Allah, fa innahu ya'lamu sirra, Allah ajua siri, wa akhfa, na anajua yaliyojificha. Kuna tofauti baina ya siri na kujificha Siri nini? Siri ni ile wewe uliowaza alafu ukenda ukafanya unjificha. Tuko pamoja? Kile ambacho moyoni mwako unacho ukakificha moyoni mwako ukafanya unjificha, ndiyo siri. Allah ajua. Wa akhfa, akhfa ni yapi? Yale ambayo wewe hata hujawaza kabisa, hujawaza moyoni mwako kwamba mimi, Allah tayari ajua kwamba huyu kesho atawaza nini na atafanya nini. Huyu mwaka 2030 atawaza nini na atafanya nini. Hiyo ndio akhfa. Yote Allah anajua. Ya'lamu sirra, yeye ndiyo anajua yale yaliyofanywa siri, wa akhfa, na yale yaliyokuwa yamejificha ambayo wewe hujawaza kabisa. Ndio maana unaambiwa Allahu ya'lamu ma kana, Allah ajua yaliyokuwepo, yaliyopita, wa ma yakunu, na yale yaliyopo, wa ma sayakunu, na yatakayokuwepo, wa ma lam yakun, na yale ambayo hayakutokea, walau kana kaifa kana yakun, na lau yengekuwa yengekuwaje, Allah anajua. Huyo jamaa muogope, sio maskhara, anatisha huyo. Wa in tajharu bilqawli, ikiwa wewe utadhihirisha kauli zako, basi yeye fa innahu, Allah ya'lamu, anajua sirra, ya siri, wa akhfa, na yale yaliyojificha kabisa. Wa in tu'lin ayuha rasul, ikiwa utadhihirisha ewe mtume alqaula, maneno, au takhfuhu, au tayaficha, fa innahu subhanahu, hakika yeye aliyetakasika, ya'lamu dhalika kulla, ayajua hayo yote. Fa huwa ya'lamu sirra, yeye anajua siri, wa ma huwa akhfa min sirri, na yale ambayo yamejificha kuliko hiyo siri yenyewe. Haya kama nini? Mithlu khawatiri an-nafsi, mfano yale yanayowazwa na nafsi. La yakhfa alayhi shay'un min dhalika, hapa fichikani chochote kwake yeye katika hayo. Wa in tu'lin ayuha rasulu,
kama utarahirisha ewe mtume kaula maneno yako, au takfuhu au tayaficha, fa innahu subhanahu, hakika yeye mtakasifu, ya'lamu dhalika kullahu, ayajua hayo yote, fahuwa ya'lamu sirra, yeye anajua siri, wa ma huwa akhfa, na yale ambayo yamejificha, mina sirri, kuliko siri yenyewe. Mithlu khawatiri nafsi, mfano ya vile vinavyowazwa na nafsi. La yakhfa alayhi shay'un min dhalika, hapa fichikani chochote katika hayo. Nani huyo anayejua siri na yaliyojificha zaidi? Allah. Ni Allah. La ilaha illa huwa, hakuna anayepaswa au anastahiki kuabudiwa kwa haki illa yeye. Lahul asmaul husna, ana majina mazuri. Hili pia kuna watu wakataa, wasema Allah hana majina. Tupo wengine wanakataa kabisa Allah hana majina, wengine wanakubali majina 7 tu au sifa 7. Kwa ana ile kwamba ukisema Allah ana majina ushamfananisha na binadamu, kwamba binadamu eti anaitwa Salimu Alfa, tupo na yule eti Allah Rahmani, au sio? Manake umemfana, yani shekhe, mtihadi dunia. Yeye mwenyewe anathibitisha kwamba ana majina, wewe hana majina. Sasa yale Allahu Rahman sema yale sio majina, ni maneno yapo hayana maana wala sio majina yake, wanaitwa muattala. Allahu la ilaha illa huwa, Allah ambaye hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki illa yeye. Lahul asmaul husna, anayo majina mazuri kweli kweli, majina yake. Kule kwenye suratu kama sikosei, sijui katika Arafi sijui nini, Allah alisema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha. Allah ana majina mazuri, muombeni kwa kupitia majina haya. Tunajua kumuomba Allah kwa majina yake? Hatujui. Sisi tunajua Allah aliposema muombeni kwa majina yake ni kuyataja tu, kuyasoma Allahu la ilaha illa hu, kaimba ile kasida. Kumuomba kwa majina yake, manake Allah majina yake mazuri, kwa sababu kwanza mazuri kwanza yametimia. Kumuomba kwa majina yake akusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yategemea na shida yako uliyokuwa unaihitaji. Hakuna shida ambayo wewe utahitaji ikawa hakuna jina tupo ambalo litahusiana na shida yako. Sivyo kwamba eti wewe kuna mtu akudhulumu kwa sababu pengine ana nguvu, kama ni nguvu za kiwiliwili au ni nguvu za kicheo, anakudhulumu, halafu wenda muomba Allah kwa majina yake, pengine unamuita vipi? Ya Razak, si jina lake au sio? Hili si pahala pake. Yeye unakwenda kutaja jina riziki pale, mwenye kuruzuku, wewe omba riziki hapo. Hili fadhombe manake utalitumia pale kwa shida yako ni nini? Swala ya riziki. Lakini eti wewe shida yako una njaa imekukai mpaka wafanana na njaa, halafu walia ya kawiyu ya jabbar, ya jabbari, waomba ubabwa. Fad'uhu biha, manake kama wadhulumiwa na watu, ndio maana utafute kama hilo ya jabbar, manake kuna huku si watu wafanya majabari, basi nakuita wewe jabari wewe. Huku kuna wengine wajifanya jabari, ndio maana yamekuwa husna, yamekamilika, hakuna mapungufu kabisa. Allahu la ma'budan bihaqi, Allah ambaye hakuna muabudiwa wa haki ghairahu, asiyekuwa yeye. Lahu wahdahu alasmaul baligha, yeye pekee ndio ana majina albalighatul kamali, ambayo yamefikia mwisho wa ukamilifu, fil husni, katika uzuri. Allahu la maabuda bihaqi, Allah ambaye hakuna wa kuabudiwa kwa haki, ghairahu, wasiyekuwa yeye. Lahu wahdahu,
yeye pekee al-asmaul balighatul kamali, ana majina yaliyofikia mbali sana kiukamilifu, fil husni, katika wema au katika uzuri. Walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na kwa kuwa mtume rehma na amani juu yake, yuani, amepambana ay amekutana, min qaumihi, kutokana na watu wake, al-iradh, kakumbana na kupuuzwa yeye, kakumbana na shida ya watu wake kumpuuza. Jaa tasliyatu, sasa kutoka hapo Allah akaleta kiliwazo chake, bikisati Musa, kwa kumsomea kisa cha Musa, kumliwaza. Sasa jamani, hii ndio makusudio ya visa kwenye Qur'ani. Napokuta kisa, manake kinakuja kuleta tasliya. Baada ya huko Allah kutaja nguvu zake, uweza wake, lakini wakati huo Mtume sallam akakumbana na kupuuzwa, kupingwa, basi sasa Allah anakuja kumliwaza sasa kwa kumtajia kisa cha nani? Cha Musa alayhi salam, kwamba aone kwamba sio wewe tu, wenzako wamekumbana na makubwa. Shekhe, hata nyumbani vo shekhe, nyumbani ukiona ushahangaika sana maisha, leo hujakipata, si ndio? Umekwenda kule, warudi nyumbani mnyonge. Ukifika kule Kiruasha akakwambia usipate shida, hata kule nyumbani sie baba hivyo hivyo, siku nyingine pole, hatupati. Wapata nguvu kidogo wapata nguvu, akikutajia kisa, bala siku moja tupo au sijui kuna kaka yangu siku 4 hajapata, sijui na hivi na hivi, unapata nguvu, taslia. Kwa hiyo naye kwa kuwa akakumbana na mashaka ya watu wake, anatajiwa kisa cha Musa, kwamba Musa akakumbana na mashaka gani, ili yeye ataona kumbe mie cha mtoto. Na kweli ndivyo alivyokuwa. Mtume salama alifika wakati akipata shida sana kwa watu wake, basi alikuwa anasema yarhamullahu Musa, Allah amrehemu Musa, kadi udhi akthara minni fasabara, aliudhiwa kuliko mimi, yeye kavumilia. Wewe jamaa kafika kudaiwa mpaka tuoneshe Mungu. Mtume hakuambiwa hivyo sallallahu alaihi wasallam. Arina Allah jara, hakuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa anasema walamma kana an-nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa Mtume rehema na amani yake, yuani, amekutana au amepambana, min qaumihi al-i'radhu, kwa watu wake kupuuzwa. Jaa tasliyatuhu, sasa yanakuja maliwazo yake kuliwazwa, bikisati Musa alayhi salam, kwa kusomewa kisa cha Musa alayhi salam. Faqala subhanahu, akasema mtakasifu, wa hal ataka hadithu Musa, umepata habari ya Musa wewe? Suali bimaana tashawwu, tuko pamoja si suali ambalo linahitaji jawabu. Jamani, katika lugha hata Kiswahili kuuliza kuna maana mengi, sio kila swali maana yake ndio watakaujue. Kama vile swali maana yake inaitwa istifham, si ndio? Istifham maana yake kutaka ufahamu kwamba kuna ujuzi wewe huna, watakaupate ufahamu wake ndio wauliza, bwana fulani vipi, yupo? Huna ujuzi kwamba yupo, ufahamishwe kwamba yupo. Lakini si kila swali linakuwa na maana hiyo. Hili si swali ambalo kwamba la kutaka kujua kwamba Allah yeye amuuliza mtume habari ya Musa umeipata, kwamba yeye Allah haijui ndio amuuliza Muhammad amwambie. La, swali bimaana tashawwu, swali kwa maana ya kumtia mtu hamu ya kutaka kusikiliza. Hata Kiswahili tufanya hivi, utakuta mtu pengine ametembea huko barabarani mjini huko, mfano Allah epushie mbali, tupo ukakuta mwizi mfano, tupo kakamatwa kadundwa vibaya. Ukija huku juu unatuambia sisi, bana leo mlimuona mwizi alipopigwa? Wajua si hatukuwepo, lakini manake unataka tupate hamu, tukwambie ikapigwa vipi, ili wewe sasa utupe habari. Bana aliiba hichi bwana, akaingia mvunguni magari umo jamaa wamemfuata. Yani ule muulizaji ndio anaelezea. Sasa ile kuuliza maana yake nini? Ni kukupa wewe tashawuku, kupata hamu ya kutaka kusikiliza kile ambacho wataka akupe. Kuna Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad, hal ataka hadithu Musa, we habari ya Musa umeipata, imekujia. Si kwamba Allah haijui atakamuuliza Muhammad amwambie, la, anataka kumtia hamu ya kutaka kujua kwani habari yake ni ipi, ili ampe, na ndio maana atampa. Hal ataka hadithu Musa,
meikujia habari ya Musa wewe? Walakad jaaka ayuha rasul, kwa hakika imekujia wewe mtume, khabaru Musa bin Imrani, habari ya Musa mtu Imrani alayhi salam imekuja kwako. Idh raa nara, wakati gani? Anasimulia mwenyewe, pale Musa alipoona nara, moto. Wakati huo Musa alayhi salam alikuwa yuko safarini, anatoka Madian baada ya kukaa Madian na miaka kama 20, ile 10 ya mahari, lakini aliishi kama miaka 20 kwenda semekana. Sasa akawa anarudi Misri, akafika njiani akakumbana na kiza kingi sana, baridi, kuna na mvua, kwa hiyo baridi ikamkumba sana, alafu pia njia akawa hajui wapi pa kupita. Idhraana, wakati ambapo kachukua mawe yeye anagonga gonga ili ngala ukupate chechea kuwasha moto, angalau apate aote na mke wake. Anajitahidi kuwasha haviwaki, yani piga mfano shehe, unachukua kibiriti chako kushapigwa na baridi eti ndio umekitoa huko, sasa wakifungua kishapata ni baridi, kazi yako kufanya hivi tu chwa, kila unaofanya inabuka. Kwa hiyo akakosa matumaini kwamba moto haupo. Katika hali ya kukosa matumaini, baridi imempata, idhraa nara, akaona moto. Hiyo habari wewe unayo? Fakala li ahlihi, akasema kumwambia mkewe, kuthu, hebi nisubirini hapa, inni anastu nara. Kidume hicho manake hapa tunapata faida nyingi jamani. Miongoni mwa faida hapa inaonekana kwamba wewe mwanamume, wewe, hii aya inakuonyeshia kwamba wewe ndio una wajibu wa kila kitu kwa mkeo, usalama wake, chakula, kivazi, tupo hata kama ana baridi, ana homa, wewe ndio wa kumtibia yeye mwenyewe baridi anayo, kaona moto kule, hajamwambia twende zetu kule, asema subiri, hii kazi yangu mimi, acha nende, nimeona moto, mkuletewe hapa uje utoke nini, utoke baridi. Akawambia mkuthu, inni anastu nara, subirini, mimi nimeona moto, la'alli, huenda mimi, atikum minha, nikakuleteeni kutoka moto ule, bikabasi, kijinga, mkapata kuja kuwasha moto tukaota, au ajidu ala nari huda, au nikapata kwenye ule moto nikapata huda, maelekezo, kwamba mimi hapa njia sijui tunapitaje, tuafika Misri, nishapotea. Lakini kwa kuwa kuna moto bila shaka wapo watu wameuwasha, hautawaka wenyewe, itakuwa wako watu, basi nitapata kuuliza, watanielekeza, bana wewe unakotaka kwenda pita huku, hapa uko wapi, pita hivi, nitapata huda. Idhraa naran, wakati alipoona moto, fakala li ahlihi, akamwambia mkewe, mkuthu, inni anastu nara, nisubiri hapa, mimi nimeona moto. Halafu hapa naweza ikaja swali jamani, alimwambia mkewe, halafu mkuthu, si imekuja kwa jamu, sio? Kwa alikuwa na nani hapa? Kuna khilafu za maulama katika tafsiri. Wapo wanaosema kwamba hakuwa na mtu, alikuwa na mkewe peke yake. Sasa kwa nini imekuja mkuthu? Hii katika lugha ya Kiarabu si mageni jamani, kuja sigha ya jamu lakini ikakusudiwa mufrad. Hii inakuja katika mambo ya kibalagha, litaadhimi, kwa ajili ya kufanyaje? Kutukuza. Allah asema waja'alna naumakum, tumejalia na nani? Kajalia na nani peke yake, lakini katumia dhamiri ya wengi, litaadhimi nafsi. Hata Kiswahili hii ipo, ukitaka kujitukuza basi kidogo unatia dhamiri ya wengi, si ndio? Ukimkuta mtu anakula mapembe tupo, akikukaribisha pale, shehe njoo tule, atakujitukuza, sema si atutumii bwana vitu sisi. Wewe na nani unatumia sisi? Tupo au wewe wataka kumtukuza, akikwambia bwana wewe mimi nimeshiba bwana, najua bwana nyie bwana nyie wangapi? Lakini unakuja kuonyesha kuwatukuza kwamba nyie watu wakubwa bwana, hamwezi kutumia vitu kama hivi, ni taadhimi nafsi. Kwa wengine wakasema hii dhamiri ya wengi ni yule mmoja, imekuja kwa wingi kwa maana ya kumtukuza. Wengine wakasema hakuwa pekee,
Inawezekana alikuwa na watumishi wake. Tuko pamoja Kwa na watumishi nyumbani ndio mkuthu, nisubirini. Wengine wakasema mkuthu hii mkewe pamoja na wanyama, alikuwa na wanyama akafuatana nao yule. Kwa hiyo hii mkuthu ya wengi kwa sababu yeye na wale wanyama, nisubirini hapa. Sawa jamani. Inni anastu nara, nimeona moto. Laali, yawezekana mimi atikum minha biqabasi, nikakuleteeni kijinga hapa mkaja mkaota, au ajidu ala nari huda, au nikapata kule kwenye moto nikapata huda, maelekezo, nikaelekezwa kwa safari yangu ninakotaka kwenda, mpite wapi nende wapi. Hina ayana fi safarihi nara, pale alipoona Musa kwenye safari yake moto, fakala li ahlihi, akamwambia mkewe, aqimu fi makanikum, subirini hapo hapo mlipo katika nafasi zenu. Hii nafasi, subirini hapa hapa. Inni absattu nara, mimi nimeona moto. La'alli atikum min hadhihi an-nar, yawezekana mimi nikakuleteeni kutokana moto, bishu'alatin, kijinga, au ajidu mayahdini, au nikampata mtu wa kunielekeza, ila tariki, kunielekeza njia gani nipite, maana akashapigwa na checheli inasemekana. Na nilizungumza nakumbuka hii jamani, yote ni hikma ya Allah. Allah amemfanyia haya makusudi kutokana na ambacho kitakuja mbele, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila mtume kamtuma kwa watu maalumu wenye specialize yao. Nabii Isa alayhi salam alitumwa kwa watu ambao walispecialize na masuala ya tiba. Waisraeli waliobobea kwenye mambo ya nini? Ya tiba. Kwa hiyo na Nabii Isa akapelekwa na muujiza unaolingana na tiba, lakini wake umepindukia kuliko utabibu wao. Ikiwa wao wanamtibia mtu mpaka wamlaze, wampe kitanda, wampe vidonge kwa muda kadhaa, pengine wampe operesheni, yeye afanye operesheni. Tena yeye si wagonjwa tu mpaka wafu, kumbe idhinillah. Kuonyesha kwamba kawapitiliza wale. Maana yake kwenye specialist ambao wako nayo, Allah kampeleka mtu ambaye yeye kampa tiba ambayo wenyewe watajua kwamba kwa sababu wenyewe ni wataalamu wa kile kitu. Kwa hiyo atakachokifanyia watajua kwamba hii si hali ya kawaida. Na Musa alayhi salam katumwa kwa watu ambao wamespecialize uchawi. Jamani, zama za Musa wachawi wanzidi. Ni wachawi wamespecialize kwenye uchawi. Wewe wafanya maskhara, shekhe, mtu atengeneza ndama halafu walia lahu khuwaru. Unajua kama jamaa wamezidi tena. Yaani dhahabu tu ayayusha yeye na nini hivi, atengeneza sanamu ya ndama lahu khuwaru. Hao jamaa walikuwa wanga, sio masara. Kwa hiyo na Musa alayhi salam akapelekwa, akapewa miujiza ambao wafanana na uchawi, ila wake umepitiliza zaidi ya uchawi. Ili akifanya, kwa sababu ni wataalamu wa ile fani, watajua kwamba huyu bwana yake yeye si kawaida. Kwa sababu kama ni uchawi, sisi twajua vizuri mambo ya uchawi, watajua kwamba huyu si mchawi, haya atakuwa ni mambo yatoka kwingine. Sasa tayari nabii wetu Muhammad sallam katumwa kwa watu wa sayansi na tekela kujia, si ndio? Naye kapewa miujiza yake kwa mujibu wa sayansi na tekela kujia. Na sayansi zao walizonazo, wanakuta mtume ambaye hakusoma, hajui kusoma, hajui kuandika, basi wanadadavua sayansi yake yeye na hawaimalizi, imewapindukia wao. Na usomi wao wanashindwa kutoa kasoro. Kumtoa kasoro mtu ambaye hajenda hata darasa moja. Tuko pamoja Sasa Musa apelekwa kwa wachawi. Wachawi, shekhe, ukitaka kwenda kwa wachawi lazima uwe na silaha. Huna silaha hizo, shekhe wangu, watakusumbua, huwezi. Nilizungumza katika darasa moja nakumbuka. Wachawi wana milango minne wanatumia. Hiyo milango ukiifungua watakusumbua siku zote. Lakini ukifunga hiyo milango hawakusumbui. Na kuna mlango mkubwa na milango mingine midogo. Mlango mkubwa uoga, hofu,
mwanga yoyote, shetani yoyote hakudhuru kama hajakutisha kwanza. Tena hivyo akikutisha uogope, basi kesha kudhuru. Ajigeuze punda, asimame kwa mguu mmoja hivi kwa kufuga tupo uanze kukimbia, shekhe, tayari utadhurika, utaumwa na utakwenda pungwa. Alafu atakuja yeye aseme, si ulikuwa siku ile, si uliniona mie, ndikuwa mie, tupo Kwa sababu gani? Umeogopa, hofu, mlango umeufungua, kapenya hofu. Shekhe, nguo yako mwenyewe uwani kwako umeianika usiku, kiza, upepo umeangusha ile nguo, ikawa haikufika chini vizuri, ukapigwa na haja ndogo, ukatoka ufika imekaa kama mbwa si mbwa, warudi ndani mbio, shekhe, utaumwa madhali uliogopa, na utakwenda pungwa na shetani atakuja. Si uliona mbwa? Kweli uliona nguo yako bwana mwenyewe, lakini ulifanyeje? Uliogopa. Lazima akutishe, ukishtena uogope. Lakini kama hukuogopa, kajigeuza punda, kasimama mguu mmoja, ukatafuta jiwe ukamrembea, wallahi hakuzuru. Ukifika mtaani wenye vichwa vyao watapandisha, madiani yakome, asipige watu. Mshinda kunikomesha kule, bwana nikomesha huku. Kwa sababu vipi? Hujaogopa. Sasa Musa, huo mlango ulikuwa wazi kwake. Musa katika mitume ya Allah aliyekuwa moga, Musa alikuwa moga hatari. Musa moga, halafu apelekwa kwa wachawi, atawezaje? Tupo ndio maana Allah anamfanyia haya kumtoa nini? Woga. Kumtoa woga tu. Na sasa we usiku porini kama hivyo shekhe, unaona moto kule unakwenda au ajwal nari huda, anasema nitapata kule maelekezo, sawa. Asema Allah, falamma ataha, alipokwenda kwenye ule moto, na ule moto ulikuwa unawaka, kuna mti ndio unawaka moto, ule ni mti ulikuwa unawaka kwenye mti. Alipofika pale kwenye moto karibu nao, nudia, aitwa, ya Musa, hebu ifanye kwako hiyo, irejeshe kwako. Tupo irejeshe kwako, mwe moga, halafu ushapotea usiku, uko peke yako maporini, tupo halafu unaona pengine kiza, halafu waitwa, we fulani, we anayekuita humuoni, hebu niambie nakuaje? Utanyelea tu bora hapo, maana hata kukimbia hutoweza. Na ukiweza kukimbia shehe, utakuwa wanakwenda spidi mpaka utakopa nyingine, kisigino kitakuwa huko. Nudia ya Musa, aitwa, we Musa, we. Shida hiyo, anatolewa nini? Hofu Falamma jaa an-nara, alipokuja kwenye moto, nadahu Allah subhanahu, akaitwa na Allah aliyetakasika, biqaulihi, kwa kauli yake, ya Musa, ewe Musa, inni, mimi ninayezungumza na wewe, ana rabbuka, mimi ni Mola wako, fakhla'na alaika, vua viatu vyako miguuni mwako. Kwa nini uvue? Innaka bilwadi almuqaddasi tuwa, kwani wewe uko katika jangwa takatifu linaloitwa Turi Sinina. Anaambiwa vua viatu vyako kwa sababu uko katika jangwa tukufu linaloitwa nini? Tua. Hapa maulama wapo wamefasiri katika tafsiri tofauti tofauti kwamba kwa nini avue viatu na yuko porini kule. Tupo Allah si aseme naye tu, hikma yake nini? Wako maulama wakajaribu kidogo kutoa hikma, wakasema wengine kwamba kwa sababu lile jangwa ni takatifu kama alivyosema mukaddas toa, kwa hiyo alitaka avue viatu ili akanyage. Tuko pamoja kwamba akanyage kwa miguu kwa ajili ya kupata ule baraka la lile bonde. Na kuna hadithi moja inasema kwamba Musa alipofika pale alinyanyua mguu mmoja hivi. Kwa hiyo asema ile tu akaambia bwana kanyaga.
falamma ataha nudi ya Musa inni ana rabbuka, mimi ni Mola wako, fahlan alaika, vua viatu vyako, kwa sababu innaka bilwadi almuqaddas tuwa, uko kwenye jangwa tukufu linalotoa. Inni ana rabbuka, mimi ni Mola wako, fanza'na alaika, vua viatu vyako, isti'dadan limunajati, kwa ajili ya kujiandaa na kuzungumza na mimi. Innaka bilwadi almutahhar tuwa, wewe uko kwenye jangwa lilotoharika ambao tuwa. Min fawaidil ayati, miongoni mwa faida anasema laisa inzali alqur'ani alazim, haikuwa kule kuteremshwa Qur'ani tukufu liitiabi nafsi, kwa ajili ya kuitesa nafsi. Haikushwa Qur'ani kwamba ujitese nafsi yako fil ibada, katika ibada. Wa idhaqatiha almashaka, na kuipa nafsi yako mashaka alfadiha, makubwa, si lengo lake hilo Qur'ani. Wa innama huwa kitabun, lakini ni kitabu tadhkiratun, ambacho ni ukumbusho, yantafiu bihi, wananufaika kwa ukumbusho huo, alladhina yakhshawna rabbahum, wale wenye kumuogopa Mola wao. Qarana Allahu baina alkhalqi wal amri, Allah ameambatanisha kati ya kuumba na kuamrisha, kaambatanisha kati ya kuumba na kuamrisha. Fakama anna alkhalqa, kama ambavyo kuumba, la yakhruju anil hikma, hakutoki kwenye hikma, fakadhalika la yaamuru, vile vile Allah haamrishi jambo, wala yanha, wala hakatazi, illa bima huwa adlun wa hikma, isipokuwa kwa jambo ambalo ni uadilifu na hikima. Lakini ala zawji, ni wajibu wa mwanamme au mume. Ala zawji, ni wajibu wa mume, wajibu al-infaqi, ana wajibu wa kutoa matumizi, ala al-ahli, kwa wake zake, msitafute konokono. Sawa jamani? Almar'a, yani mwanamke. Min adhain, kuanzia vyakula, yeye ndio wajibika. Wa kisain, vivazi. Wa maskani, makazi. Wa wasaili dafiatu, hata zile zana za kujikinga na baridi. Waktul bardi, wakati wa baridi ni wewe. Ndio maana jamaa anakwenda kumletea moto mkewe, ni zana ya kujikinga na nini? Baridi. Kwa ujue na wewe ni wajibu wako, usikae tu mpaka ukatoka thamani wakati mwingine. Wallahu aalam. Inshallah tufikeni hapo, kama kuna swali inshallah tuulize. Na sijakufahamu bado. Ni habari hapa ya Firauna al-Khalidullah. Kauli yake kwamba Musa sana kwa yake sana. Twende. Au ndio ushamaliza? Ndio ushamaliza? Ndio habari. Kwamba tulemba kati ya Islamu na Uislamu wale watu pale mambo ya kamani. Kabila kama mtaalamu kama mtaalamu kabisa sale kwa juu katika mambo, akapima akasema ni kwamba ni haki pana maji mengi afadhali kwa ni hatari hata kuishi kipindi kwa magari kile ndio sababu ya kuswali, kwa sababu ya sadiki ni sote tutapangamizo sikikazana hata kama baadaye kwenye pale ndo kazi kwa kwenda kuishi tunatumani, basi ile ndio pia ni zama kuna maji mengi sana yanapita, ukaenda ukiomba pale basi wa kuruhusu kanya ni baridi hasa, alafu ndege hapa kama kwa sababu kwa mtiaji wa kufunga, lakini ndege wanakuja pale sasa wangu ni kwa badilika hii kwa ya Firauni na Musa ilo kuja kali kwa na Musa kumwambia kwamba Allah alijibu. Kwa hiyo hii ya pili hii ni kama unatupa habari tu, sio? Tumepokea habari. Tumepokea habari yako, Allah inshallah atupe. Ama hili la swali kwamba pale si kuna maneno ya Firauna tu, si ndio? Ya Musa hayapo. Tabia ya Qur'ani, tabia ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kisheria, na hapa ndio wengi tunakuwa tunapotea jamani katika hili ninalozungumza. Tupo pamoja Qur'ani haiko kama hadithi ya paukwa na pakawa. Tupo kwamba ikizungumza kitu
mpaka wapi? Mpaka mwisho. Tunaelewana eh? Na ndiyo maana kisheria tunatakiwa tuwe hivi kwamba unapokisoma kitu basi fanya isti'ab. Tupo yani itafute ile kesi, je, hakuna aya nyingine zinazozungumzia yale? Qur'ani inazungumza hapa hichi, alafu inazungumza pahala pengine, na ndiyo maana tukaambiwa tafsiri ya Qur'ani, tafsiri namba 1 al-Qur'anu bil Qur'an. Ni Qur'ani kwa Qur'ani. Tupo Qur'ani inafanyeje? Inajifasiri. Tuko pamoja Kwa mfano hapa anasema inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasi. Tupo kwenye aya nyingine inni anastu nara la'alli atikum bijadwa. Tuko pamoja Kwa hiyo inakuwa Qur'ani inazungumza mazungumzo sehemu tofauti tofauti. Sasa Musa alayhi salam katika kulingania kwake kwamba alikuwa analingania hivyo. Tuko pamoja? Kwa mfano Firauna, kuna aya katika kutaka kuamsha watu hisia ili wampige Musa. Kuna aya alimuuliza fama balul quruni al-ula, si ndio? Haya, sisi tumepotea vipi? Wale wazee wetu waliopita nyuma vipi? Musa nataka aseme wale watu motoni, watu wakasirike, wewe baba zetu umeita wajinga washakuwa motoni. Tupo akasema ilmuha inda rabbi, yani ujuzi wa hayo kwamba wako wapi, wamepotea hawajapotea, elimu yake iko wapi? Kwa Mola wao. Tupo pamoja Kwa hiyo habari ya kulingania Musa, shekhe umeondoka na unauza swali, si ndio? Swali itakuwa maana yake gani? Kwa faida ya wengine. Kwa hiyo kuonyesha kwamba ile habari ninatokana na nani? Na Musa. Halafu katika kufasiri Qur'ani, jamani, kuna zana nyingi za kufasiria nini? Qur'ani. Katika usulu tafsiri, nasema ili uweze kufahamu maana ya aya au hadithi au chochote kile unachokifasiri, fandhur ila sibaqiha wa siyaqiha, angalia huku nyuma maneno yalivyokuja na kule mbele yamekujaje, utajua kwamba haya maneno yanalenga nini na haya maneno yana maana gani. Tuko pamoja Sasa ukitizama katika nadhmi, mpangilio wa maneno yalivyokuja, tayari yanaonyesha kwamba yale maneno ni maneno ambayo yeye anayazungumza kwa ajili ya kumpinga nani? Kumpinga Musa. Na swali hapa limekuja lakini sijafahamu vizuri. Nasema hili neno tu, hili neno tu tua, maana kaika tua lina maana gani? Nasema na irejewe aya ya mwisho. Haya, inshallah. Neno tua tumesema kwanza tujaanza kujibu hili. Mwenyewe karudi. Kwa hiyo tunasema kwamba aya ukiitizama inaonyesha kwamba maneno ni ya nani? Ni ya Musa alayhi salam. Wewe ukimwambia bwana nifanyie kitu fulani, tupo ili nende nikaangalie kitu fulani kwa sababu huyu fulani, tupo nafikiria nini? Muongo. Wewe umemtuma mtoto wako mfano, hebu nenda dukani kanichukulie 1 2 3. Tupo akaenda akarudi, akakwambia duka limefungwa, au sio? Duka limefanyaje? Limefungwa. Hebu wewe fulani, hebu nenda akatizame, maana mimi simuamini huyu, au sio? Ndio ile inni adhunuhu kadhiba. Ile imani ni ya nani? Wewe manake kwamba humuamini, wenda hakikisha
Hii siyaki inaonyesha ni ya Musa alayhi salam, yeye ndio mwenye imani ile. Huyu anakwenda kuhakikisha kweli duka limefungwa kweli, kama anavyosema duka limefungwa. Sio, mnifahamu uzuri? Wallahu a'lam. Jamaa haya akapata akasema Musa hajazungumza mwenye akida hii kwamba mtaha kwamba aya hii hapa akakataa. Sasa akikataa, kukataa na kukubali, hiyo si kazi yako. La alaika inma ala rasulina albalagh, si kwamba mtu lazima akubali. Mtume sallallahu aliambiwa kul mutu bi ghaidhikum, mwambie kufeni na nini, na chuki zenu. Si kila unayemlingania kwamba lazima akubali, hakuna ulazima. Ulazima wewe ni kumlingania, akikataa wewe si kazi yako. Haya, Tuwa maana yake ni nini? Anauliza. Tuwa hili ni jina la mlima. Ni jina la nini? La mlima. Si kila jina jamani lina maana. Tupo. Ukisema hii nguzo, au sio? Hiyo inaitwaje hiyo? Nguzo Nini maana ya neno nguzo? Tafsiri yake. Na kwamba ni neno ambalo neno lile limechaguliwa kuitiwa kitu fulani. Ma yusamma bihi shay, ni kile ambacho chaitiwa kitu. Chupa, si ndio? Nini maana ya chupa? Chupa maana yake ni kuchupa kutoka juu kuja chini. Tuko pamoja? Ni neno au ni jina ambalo kitu fulani chaitwa vile. Kwa hiyo kuna mlima jina lake waitwa mlima wa gani? Wa Tuwa. Kama vile Uhudi. Tupo Nini maana ya Uhudi? Lile neno Uhudi halitafsiriwi kimaana yake kwamba Uhudi maana yake ilikuwa ni ahadi, Uhudi itakuwa ni jina kwamba kuna mlima jina lake unaitwa nini? Uhudi. Tuko pamoja? Nasema mlima wa Mbungoni, au sio? Mlima wapi? Wa Mbungoni. Sasa mlima wa Mbungoni maana yake nini neno? Ni kwamba ni jina. Kwa hiyo Tuwa ni jina la mlima ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpa utume Nabii Musa kwenye mlima huo. Tuko pamoja Lakini nilisema hapa kwamba wapo wengine wanasema Tuwa maana yake ni kukanyaga. Tupo pamoja Lakini sasa uthibitifu wa hii kidogo ni mdogo, kwamba iko riwaya kwamba Musa alayhi salam alisimama mguu mmoja akafanyaje? Kanyanyua, akaambiwa vua viatu tena Tuwa maana yake vipi? Kanyaga, ili upate zile nini? Baraka za ule mlima. Wallahu a'lam. Na ongeza sauti shehe, maana mara nyingi kwa sikusikii. Matatu njoo darasani hayamalizi shehe. Huwezi kusoma yote siku moja. Nimezungumza moja kusudi ili ufuatilie. Sasa hayo mengine tukifika haya inakwenda bado. Sura zinakwenda na bado kisa cha Musa hakijafanyaje? Hakijamaliza. Tena hilo mimi nilitanguliza kwa umbea wangu tu. Tupo Sasa ukitaka nikutajie ile milango yote minne, anakupa mmoja, ule mlango mkuu ule wa uoga, ondoa woga. Kuna watu shekhe humo hawazuriki wala hawana adhkari wala hawana nyuradi. Ni bangi kwenda mbele, uongo kweli? Apiga bangi tena apita semba ya mbaya hata kitu noma tu. Tupo kwa sababu halijaogopa. Lakini ukishaogopa wewe shekhe, mtaani kwako kama kuna mtu mzee asemwa vibaya, wewe kushamjenga noma huyu shekhe, akija akikutizama tukaanza kuogopa shiwa umwa. Sema jamaa mzee, si ule mzee yule hajafanya lolote, uoga wako tu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa swali la kikonje lakini muhimu sana muda wake. Liko nje. Lakini si liko nje? Liko nje ya mada. Muda wake kivipi? Wewe liseme hilo swali, alafu mimi nitauliza kama litakuwa liko kwenye mlini tutalijibu, au liko kwenye mlini tunasubiria siku yake. Na kwa mtu aliyelimia hija. Alio? Kwa mtu aliyelimia hija. Je, anafaa kuoa kipindi kama
kipindi hichi, yani huu mwezi tulionao. Ukishahirimia hija hutakiwi kuposa wala kufunga ndoa shaka. Sawa eh? Aliyekushahirimia hija, muda kahirimia hija, hatakiwi kuoa wala kuposa wala kufanya jimai, hata kama mkewe anayekenda naye hakuna, hayatakiwi mambo. Sasa katika kufuatilia mimi mwambia hivi ni wajibu hivi, kwa sababu wanaongea ni mambo. Mimi nikawaambia ndio mambo, lakini wao wakaenda na sehemu nyingine wakaambiwa kwamba wao bado huko kwa wanawake. Sasa hivi watu wanataka kuposa kwa kila. Sasa bado itakuwa na wewe swali umeuliza vibaya basi. Tupo kahirimia hija au ana nia ya kwenda hija? Ana nia tu mwaka huu na kwenda hija, hajahirimia huyo. Kuhirimia hija mpaka afike kule Maka kwenye mikati ya kuhirimia. Kuna vituo mikati al-makan, maana mikati kuna mikati zamania na mikati makania. Afike kwenye mikati ahirimie, avae nguo pale, ndio kahirimia. Lakini bado yuko Zanzibar anaona huyu anaolewa shekhe. Hapa hakuna mikati ya ihrami sisi mikati yetu wapi? Dhul Khulaifa. Wallahu a'lam. Huyo shekhe sawa, watu wanaolewa shekhe. Na aliyesema hafai kuolewa huyo kidogo kachemka, kwa sababu bado hajahirimia. Huyo tu ana nia ya kwenda wapi? Hija, hajahirimia hija. Wallahu a'lam. Au keshafunga ihramu hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Nimeamua nirejea ya mwisho na nishaisahau aya gani. Lakini mimi nafikiri tuiache, tutakuja kuanzia hiyo inshallah. Au vipi? Tuje tuanzie hapo inshallah. Tutakuja kuanzia hiyo aya inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فهمنا ما لم نفهم وعلمنا ما لم نعلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.